Mi ninajiuliza kwa hawa ambao wanajiita Wakatoliki. Wakatoliki hawaimbi hivyo, hawaimbi mapambio. Wakatoliki hawaimbi nyimbo za namna hiyo, huwa wanaimba kwa kwaya na kwa sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Alafu hakuna baba mtakatifu wa dunia ameshafariki wa 16. Sasa hivi kuna baba mtakatifu Papa Leo wa 14. Lakini kitu kingine kinachonishangaza juu ya Wakatoliki hawa, hawajui kusoma. Sifa kubwa ya Mkatoliki ni elimu kichwani. Hapimwi kwa namna ya kuongea, namna anavyoweza kupangilia hoja. Sasa kitu ambacho kimenishangaza zaidi ni kuwa nimemwona rafiki yangu anaitwa Juma Mkandawili. Sasa nataka kuuliza, hawa kweli ni Wakatoliki? Na kama ni Wakatoliki, wangeanza kufungua kikao kwa sala: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike. Sio uje, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, sio riziki zetu kama wanavyosali KKT na makanisa mengine. Kanuni ya imani: na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanawe pekee Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akazaliwa. Wangesali sala mtakatifu: inyase roho ya Kristo nitakase, damu ya Kristo niokoe, maji ya ubavu wa Kristo, mateso ya Kristo nguvu yanizidishe. Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu niite, uniamuru kwako nije, sifa zako niimbe na. Sasa vitu vyote hivi unafunguaje kikao kama hicho bila hata kusali, bila hata usalamu Maria umejaa neema? Na sasa hivi tunasali sala ya huruma ya Mungu. Wangesali pale mafungu 10 ya huruma ya Mungu, wangesimama kama Wakatoliki haswa. Wewe unajiita Mkatoliki, ufungue kikao kwa sala, ufunge kwa sala, uanze na Mungu, unapiga mapambio kama wanavyopiga makanisa mengine, kama wanavyopiga mapambio makanisa ya mabati, ili hali wewe ni Mkatoliki haswa. Jamani, saa nyingine tujiulize, Ukatoliki huo unaendana na wanachokizungumza? Mimi sijaona Ukatoliki pale. Umebatizwa parokia gani? Unasali parokia gani? Upo jumuiya ya mtakatifu nani? Paroko wako ni nani? Sababu muda mwingine hata namna ya kuyatamka hivyo vyeo. Mfano askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam anaitwa Askofu Mhashamsana, Askofu Juda Tadeus Ruwaichi OFMK. Yule anaitwa Dr. Charles Kitima, Padre Dr. Charles Kitima ni katibu Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Alafu kuna Dr. Clemens Kihio, yeye ni katibu Baraza la Maaskofu TEC, lakini upande wa liturujia. Sasa mimi najiuliza, ninataka tu kuhoji kwa akili tu ya kawaida, kuna Wakatoliki wanaofanana na wale? Unajua, ilikuwa imeshatengenezwa iwe vita ya kidini, kwamba wagombane Wakristo na Waislamu, likashindikana. Ikaja ikatengenezwa vita ya kanda, kaonekana watu wa kanda hii wanaopinga uongozi wa kiongozi fulani, imeshindikana. Imeondoka kwenye vita ya wananchi na serikali, sasa ikaenda kwenye vita ya dini kwa dini, ikashindikana. Sasa imeletwa vita ya Wakatoliki kwa Wakatoliki wenyewe, ambao hao waliotengenezwa wanagombana na Wakatoliki halisi. Nia ya Katoliki si mbaya, si kuukosoa uongozi. Nia ya Katoliki si kuupinga uongozi, wala Katoliki haijaingilia siasa. Nia ya Katoliki inasimamia haki, kama kanisa kuhubiri haki. Panapo haki kuna amani. Haki ni chimbuko la kila jambo. Wewe kijana mwenzangu, usihadaike na vita ya kidini, usihadaike na vita ya matabaka ndani ya dhehebu lako au dini yako. Kuna namna ambavyo vita inahamishwa kutoka kwa wananchi kudai haki kwa serikali mpaka wananchi kupingana wao kwa wao. Sasa tusipokuwa makini, tutapelekwa kwenye engo nyingine. Tutaondolewa kwenye kile kudai haki na kuanza kudai vitu ambavyo havina msingi. Kulikuwa kuna ubaya, labda basi tuseme ubaya ni wa baba askofu mkuu Juda Tadeus Ruwaichi OFMK Mhashamsana, labda kuzungumza neno lofa. Lofa ni tusi, hajatukana mtu na aliomba radhi, naomba nitumie neno hili. Hakumkashifu mtu, bali alitaka kuonyesha ukali wa namna ambavyo vijana tunatumika vibaya kwenye kuchafua mambo. Hahitaji elimu ya degree kujua kwamba pale tunafarakanishwa sisi kwa sisi.
ndani ya imani imeshatoka kuwa vita ya dini kwa dini, labda imani ya Kiislamu na iheshimu sana, asalamu alaykum, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo, mwana kondoo ameshinda, au imani ya Wakristo kupingana na Waislamu, jambo ambalo limeshindikana na serikali imejua wazi kama imeshindwa. Sasa inahamishia vita hii kwenye kati ya dini, yani dini nyinyi wenyewe mtibuane ni kwenye ile msala uondoke serikalini, wananchi wasigombane na serikali kwenye kudai haki, wasigombane Waislamu kwa Wakristo kwenye kudai haki, wagombane Wakristo kwa Wakristo au Waislamu kwa Waislamu. Na ndio maana unaona taasisi mbalimbali zinafikishana mahakamani. BAKWATA kule, sitaki kuongea sana, tumeona Isa Ponda namna ambavyo amepambana kule na kujua mambo ambayo yameenda kule mahakamani yamefika. Hiyo ni kwa upande wa wenzetu Waislamu. Sasa imekuja kwa Wakristo, kuna vikundi vinapandikizwa, vinafanya yasiyofaa, vinalishwa maneno, vinaandaliwa speech. Mkatoliki hauhitaji kuongelea imani yako kwa kuangalia karatasi. Yaani hauhitaji leo hii mimi leo nikaangalia karatasi ili kutoa speech. Naangalia ya nini? Naongelea imani yangu. Naongelea vifungu vyangu. Tunajua zipo canon law. Yapo mambo mengi sana. Nenda kamgusie, nenda kamuulize, tuko kwenye mtaguso wa ngapi? Tuko kwa mwaka gani wa kanisa? Tupo katika kipindi gani cha kanisa? Jumapili iliyopita ilikuwa ni Jumapili ya nini? Atashindwa kwa kujibu. Lakini Mkatoliki halisi akiulizwa, tulikuwa tumepita kipindi gani? Tumepita majilio, tukaja kuzaliwa kwa Bwana, tukaja kwenye familia takatifu, na Jumapili iliyopita ya juzi ya tarehe 4 ya jana ni Epifania, tokeo la Bwana. Sasa unashindwa kujibu maswali tu ya kawaida. Yaani na nyinyi mnaopeleka maiki kama wanahabari, mnashindwa kuwahoji. Yaani nyinyi mnapeleka tu maiki kwa sababu mnapewa posho. Mnashindwa kuwahoji. Nyinyi mmetokea parokia gani? Hata Yesu aliulizwa, unafanya haya kwa mamlaka gani? Unaponya watu kwa mamlaka gani? Nyinyi mnashindwa kuwauliza. Si ndio waandishi waliotajwa kwenye Biblia? Waandishi, Mafarisayo na Masadukayo walikuwamo. Sasa nyinyi mtakuwa mnaandika tu bila kuhoji kwa sababu mmepewa vibahasha ili mchafue hichi ambacho kinaendelea. Nikuambieni tu, ni moja leo, ni moja sasa, ni moja daima. Kanisa takatifu Katoliki na la mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Ni moja sasa. Ndio ile nyimbo nimba, ni moja leo, ni moja leo, ni moja, asili yake ni Yesu Kristo, mapokeo yale yale imeenea pande zote, ulimwengu mzima najivunia, nimezaliwa kwenye moja. Katoliki la mitume. Kwa hiyo tujiulize tu, wale ni Wakatoliki kwa msingi upi?